Karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 12 mwezi wa 3 tunatafakari na kusikiliza maisha ya mtakatifu Theophanes Abate. Theophanes alizaliwa mwaka 817. Alilelewa chini ya uongozi wa Kaisari Konstantini wa 5. Baba yake alifariki mapema, alimwachia urithi wa shamba kubwa. Alimuoa binti aliyeitwa Patrisia, lakini walikubaliana wasifanye tendo la ndoa. Theophanes alijiunga na watawa wa Parkanioni na Patrisia akawa sista. Theophanes alianzisha nyumba ya kitawa, akawa abate kule Sigriana, karibu na pwani ya bahari ya Marma, kati ya Sizikasi na mto Krismati. Mwaka 787 alikuwa akishiriki katika mtaguso wa pili wa Nisea nchini Uturuki, ambapo aliruhusu kutumia na kuheshimu sanamu na picha za watakatifu katika ibada. Lakini mwaka 814 Kaisari wa Armenia Leo wa 5 alipinga maamuzi hayo ya mtaguso na akakataza matumizi ya picha na sanamu katika ibada. Theophanes alipinga uamuzi wa Leo akuvunjilia mbali sanamu, akapuuzia matishio yake. Hivyo Theophanes alikamatwa, akachapwa vibao 300 na kutupwa gerezani kwa miaka 2. Akaugua vibaya sana na akapelekwa katika kisiwa cha Samothrane, Ugiriki, mahali alipokufa tarehe 12 mwezi Machi mwaka 817. Theophanes anaheshimika sana kama mtakatifu wa makanisa yote ya Roma na ya Mashariki. Theophanes alikuwa mwandishi wa jarida muhimu lililoandikwa kati ya mwaka 810 na 814. Rafiki yake George Selus alimuhimiza kuandika. Jarida hili linaelezea historia ya dola ya Roma kati ya miaka 214 na 813. Jarida lake pamoja na lile la Nisforio wa kwanza askofu wa Konstantinopoli na vyanzo muhimu vya historia ya dola ya Mashariki kuwa karne ya 7 na ya 8. Itukuzwe damu ya Kristo. Tafakari fupi ya mtakatifu Theophanes Abate. Sio mema ya dunia hii bali Mungu, sio mali bali Mungu, sio mamlaka bali Mungu, sio mafanikio bali Mungu. Mungu yupo kila wakati na katika kila wakati. Watakatifu wengine wa siku ya leo tarehe 12 Machi ni mtakatifu Betusia na mtakatifu Inosenti. Mtakatifu Theophanes Abate, utuombee.